Hata ushindi hizi ambazo naamini watu wengi sana wanakuwa surprise. Watu wengi wanasubiri Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya shughuli zao. Lakini tumeanza mechi ya kwanza wanakuja hawakuamini mechi ya Pamba alikubali. Basi labda baba mwenye nyumba atamueleza kwa bado naye fanya vibaya nyumbani kwake. Kwa hiyo tumekuwa na majini mimi naamini na watu sasa nafsi zao zimechemka, nafsi zao zimepata moto, zimepata mhaho mpya baada ya Simba kupata wakati anaendelea kufikiria swali lake, semaje? Mimi nafahamu mmemaliza mchezo huu kinachofuata ni kimataifa, semaje? Bila shaka kidogo wote watamani kusikia kimataifa mambo yapoje? Kimataifa ndiko ambapo tunaelekea. Kesho majira ya saa 5 asubuhi tutafika salama. Tutazungumza nanyi waandishi wa habari kuwatangazia programu nzima ya Simba kuanzia tarehe ya kuondoka, wachezaji wanaondoka na ratiba nzima ya Simba Sports Club, ikiwemo kauli mbiu kuelekea katika mchezo na vile kama haitoshi ratiba na mpango wa hamasa kwa mechi ya marudiano na vinginevyo. Kwa hiyo hili la kimataifa, ndugu zanguni, kesho mwalike makao makuu ya Simba Sports kwa ajili ya saa 5 asubuhi twende tuzungumze kuhusiana na maandalizi ya mnyama kuelekea katika mechi dhidi ya RS Berkane. Kwa kweli tumepata kipimo kizuri sana. Namna ambavyo wapinzani walikuwa wanacheza kwa nguvu na kukamili, sisi kwetu ilikuwa inatupa faida kubwa sana, na hasa katika mchezo wa leo na yenyewe imetupa funzo kubwa. Kama mmeangalia mchezo vizuri, muda mwingi wachezaji wote 11 wa KMC walikuwa wanakaa nyuma ya mpira, ama walikuwa wana defense, wanalinda. Yani hivyo ndivyo ambavyo Berkane atacheza kwenye mechi ya fainali hapa Benjamin Mkapa. Kwa leo tulikuwa tunafanya mazoezi namna gani ya kufungua loki za KMC ili Berkane atakapoamua kutaga na kukaa nyuma tujue namna gani ya kufungua. Na bila shaka mmeona ndugu zangu namna ya kufungua. Ufunguo anao Joshua Mutale, namna fulani anapiga 1-2, anachukua, anaweka goli. Sasa ile ndiyo tulikuwa tunafanya zetu mazoezi, namna gani ya kwenda kumkabili mpinzani wetu atakapoamua kukaa nyuma. Kusema kweli mimi ni washukuru, japo kuna ambao waliona wanatukomoa, lakini in a real sense walikuwa wanatupa mtihani ambao tukiufaulu tunakwenda kufaulu kwenye michuano ya kimataifa. Mechi na Mashujaa, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi pale tulikuwa tunaongeza fitness yetu. Mechi ya JKT Tanzania, namna ambavyo ilikuwa tough, tulikuwa tunaongeza ubora wetu. Mechi na Pamba Jiji, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi tulikuwa tunaongeza umakini. Mechi na KMC, namna ambavyo waliamua wachezaji wote 11 kukaa nyuma na kupiga counter attack, ndivyo ambavyo mpinzani wetu atakuja kucheza Benjamin Mkapa, na sisi tukafanikiwa kumfungua na kumfunga magoli mawili. Kwa hiyo tumepata mazoezi mazuri kweli, ambapo baada ya mazoezi hii sasa tunayo imani na matumaini makubwa sana nyama anakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya fainali. Semaji, mchezo wa pili unapoteza pressure au wapi wasiwasi kwenye mchezo unaofuata? Kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi, huyo ndio mshindi. Mpaka sasa hatumdai Kamara chochote kile, kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu
iliyopita ya kuwa na clean sheet 16. Anayeshikilia rekodi hiyo ama aliyekuwa na rekodi ya clean sheet msimu uliopita alikuwa ni kipa wa Coastal Union Ray Matampi, alikuwa na 15. Msimu huu mpaka muda huu nazungumza nanyi tayari Musa Kamara ana clean sheet 16. Remember, huyu ni mchezaji mpya. Kwa haya mengine yanayotokea yote ni bonus, wala hatumdai. As long as timu inapata ushindi, sisi we are very happy. Lakini ni jambo la kuongeza umakini zaidi kwenye eneo la ulinzi ili kutoruhusu kufungwa. Na unajua saa nyingine timu kubwa huwa hatupendi kufungwa. Yaani tunaweza tukakufunga magoli 7, ukatufunga moja tu tukanyongonyea. It happens sometimes. Kwa hiyo timu kubwa sisi huwa hatupendi kuchafuliwa. Umenielewa Tunasemaga usichafue gazeti. Kwa hiyo inakera, lakini hatuwezi kuanza kujiuliza kwamba sasa tumepoteza clean sheet. Hakuna cha maana chochote kwenye clean sheet hizo, kwa sababu tayari timu imeshinda. Lakini Musa Kamara ndani ya msimu wake mmoja tayari amesha prove kwamba yeye ni extraordinary player. Ahmed, mzungumzie striker refu kuliko goli. Leo tumeona amepata nafasi ya kuanza, amefunga mabao mawili kama ilivyokuwa kwa mwenzake Ateba katika mchezo uliopita, pia alifunga mabao mawili. Pengine inatoa picha gani kuelekea kwenye siku? Kuna jambo moja ningetaka tuliaddress kitaalamu. Inawezekana kabisa msimu huu ukawa ndio msimu ambao Simba Sports Club tumefanya usajili bora kuliko misimu ya hivi karibuni. Na hii ni kutokana na takwimu zinazoendelea katika mechi mbalimbali za ligi kuu ya NBC. Ukiachilia mbali kufika fainali ya CAF, hiyo tusizungumzie kwa sababu kuna watu hawapo kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo tukizungumzia wanaona kama tunajidai, kama tunawanyanyasa. Of course tunajidai kweli, tunajidai kweli. Tukianza na Musa Kamara, mpaka sasa ana clean sheet 16. Tayari ndio kipa bora mpaka muda huu tunapozungumza na nyinyi. Msimu wake wa kwanza amefanikiwa kuwa na hiyo clean sheet. Lakini achana na Musa Kamara, twende kwenye eneo la ushambuliaji. Jean Charles Ahoua ana magoli 15. Msimu wake wa kwanza magoli 15. Lionel Ateba magoli 11. Msimu wake wa kwanza magoli 11. Yaani huyu striker refu kuliko goli magoli 11. Msimu wake wa kwanza magoli 11. Haijawahi kutokea Tanzania hii timu ikasajili wachezaji watatu wa mbele alafu ndani ya msimu mmoja wakawa na magoli 10 plus. Haijawahi kutokea. Ndani ya msimu mmoja wakafunga magoli 30. Haijawahi kutokea ndani ya Tanzania. Lakini kwa Simba Sports Club imewezekana. Ndani ya msimu mmoja wachezaji wote wageni wamefanikiwa kufunga magoli 10 na kwenda mbele. Hii ni dhahiri shahiri ya kwamba scouting yetu ilikuwa fantastic sana, na aina wachezaji ambao tumekuwa nao ni wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Na nini mwalimu anafanya? Mechi hii anampa Ateba anafunga, mechi hii anampa Mkwala anafunga. Yaani mwalimu hana pressure, anafahamu kabisa nikimpa Mkwala mechi atafunga, nikimpa Ateba mechi atafunga. Hiyo ndo Simba ambayo tunataka. Yaani yoyote ambaye anapata nafasi una uhakika wa kukupa matokeo. Tumehama kabisa kwenye ile Simba ambayo mtu fulani akikosekana tunaanza kulalamika. Sasa hivi tunayo Simba ambayo Simba na ni mechi ya pili anaanzia nje. Rapanzi. Hivi nyie muone kama hiyo ni hatari inakuja tu. Katokea kimbunga cha Karina hapa tunakoelekea huko. Kimbunga cha Karina. Kipoje kimbunga cha Karina? Hicho nikirudi kutoka Morocco nitawahadithia. Kwa hiyo ni usajili bora sana. Lakini hebu niulizeni swali kuhusiana na Joshua Mutale SGR Budo yule ni mara ya pili sasa anakuwa anafanya makubwa ndani ya pitch. Uliza undani. Uliza kuhusiana na Joshua Mutale. Uliza. Kwenye mechi hizi sana nzuri sana. Unafurahi Joshua Mutale
ninaamini kabisa wapo mashabiki ambao walishampa thank you. Nina huo hakika kabisa ya umethibitisha, na wapo waandishi ambao tayari wameshampa thank you Joshua Mutale. Hata wachambuzi walishampa thank you Joshua. Ni kweli hakuanza vizuri, na kwa lugha tu nyepesi ni kwamba alikuwa anacheza vibaya hapo mwanzo. Kila akipata nafasi alikuwa haturidhishi na hamridhishi mwalimu Fadlu Davis, lakini mwalimu alikuwa anafahamu kitu gani kipo kwa Joshua Mutale. Kichwa mwanga. Mwalimu alifahamu kitu gani kipo kwa Joshua Mutale, na inaonekana sasa unaonekana amna hapa anaonekana mosi kama Wilson. Kwa mwalimu alifahamu ubora wa Joshua Mutale na aliamini kabisa mimi ndio nitakuwa mtu wa mwisho kuendelea kumpa imani na watu, na alikuwa akikaa anazungumza naye na akimpa mechi hasa katika zile mechi za FA ili kumjengea confidence. Mwalimu Fadlu amefanya kazi kubwa sana kurestore psychology ya Joshua Mutale. Joshua Mutale hana tatizo na miguu yake, yuko vizuri kweli. Shida ni kwamba namna mambo alianza vibaya. Yes, ya mwisho namzungumzia Mutale hapa. Ya mwisho lazima tuwaheshimu. Sisi sio wale wa kuwatumishia misuli bodi ya ligi. Sisi sio wale wa kwa timu. Aliamini kwa Joshua Mutale na akawekeza muda wake wote kwa Joshua Mutale kuhakikisha kwamba anakuja kufanya kazi iliyomleta Simba Sports Club. Leo hii tunamuona Joshua Mutale akifanya kazi ambayo wana Simba wote tunafahamu. Na siku moja niliwahi kuzungumza kwa moja televisheni ni kwamba Mutale analaumiwa sana kwa sababu Mutale ndio mchezaji pekee ambaye alisajiliwa na wanasimba wote tukiwa tunamfahamu. Mutale ndio mchezaji pekee ambaye anasajiliwa sisi wanasimba wote tumemuona kwa macho Mutale akicheza. Jean Charles Ahoua sisi wanasimba hatukumuona, tumekuja kuona takwimu zake mwishoni baada ya kuwa MVP wa Ivory Coast na anakuja Simba. Kuna mtu leo kimuuliza Shamu ametoka timu gani hawezi kujua, lakini kila mtu alikuwa anajua historia na ubora wa Joshua Mutale. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi mno watu kumcriticize Mutale kwa sababu wanajua ubora aliokuwa nao Power Dynamos sio huu ambao uko nao Simba Sports. Kwa watu wakawa wanamdai ule ubora wake, na leo ameonyesha ubora mechi na ndio man of the match ndio man of the match. Sema kweli wewe kwa Joshua Mutale kusema kweli amefanya unyama sana na ataendelea kufanya unyama mkubwa sana. Sasa kadri unavyochelewa kucheza na Simba ndio unakutana na Joshua Mutale, unakutana na Mpanzu, unakutana na Kibu Dennis. Hello. Habari? nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy. Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6, QT, A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo topa Dar es Salaam, karibuni nyote.